Hawataki. So kama kila kitu wanafanya wanaficha nasema hiyo ni mambo ya biashara niona. Mara ya kwanza huyu mwekezaji tulifanya kumuona amekuja hapa. Sasa akakuja akaweka mkutano akatuambia anataka kutusaidia na title deeds. Sasa watu wakakubali, hawakutuelezea kwamba kuna anataka kuchimba madini, akatuambia anatusaidia kutupa title deeds. Watu wakapenda, lakini sasa kumbe alikuwa anazama anatuchezea shere sisi ili aweze kutafuta kuchimba madini. Sasa sisi kwa sababu yeye hajafanya public participation, sisi tunasema hatutaki. Wamekuja huku juzi wakasema wanataka kupewa lease agreement. Sisi tukakataa, watu wa Nyeri wakataa kwa sababu hakukuwa na public participation. Sasa walipokataa sijui walifanya minu gani, wakachukua watu wa 7 wakaenda wakawapa 10,000 huko wakasign wameapply mining license. Kwa sababu hiyo ndio maana sisi tumepeleka petition yetu kule Nairobi. Kwanza hawakufanya public participation. Halafu pia tuna document ambayo tunahitaji kwamba ni environmental impact assessment report. Hiyo document hawajatupea mpaka sasa. Na tunaona kwa hizo documents nyingine kwamba hata ameapply mining license. Tunashindwa kwani huyu mtu hii nguvu ambayo anaipata inatoka wapi? Na mwananchi mwenyewe hajajua lolote, hajui atafanya nini, hajui ataenda wapi, hajui kwamba atalipwa nini. Hakuna maelewano yote ambayo tulizungumza. Maana muhimu ilikuwa ni waje wafanye public participation, watuambie tutapelekwa wapi, tutapata nini, mimea yetu vitakuwaje, lakini kwamba hakuna kitu ambacho tumepatana wala tumefanya. Na sasa tayari license imeapplywa kwamba waje wafanye mining. Watu wa Nyeri hawajaelezwa kuhusu hii madini, na wale ambao walipewa 3,300 wakasaini hizo consent, hao si watu wa Nyeri. Walitumia watu kutoka hata Kilifi North. Kilifi North hiyo haiko Nyeri. Wananyari wako na ni wekwe pamoja, waelezwe, ikiwapendeza wakaweze kuamua wawe wafanye uamuzi wao kwa pamoja. Hii divide and rule waache.